Na mnatumai ubweri wa afya pote pale ulipo duniani kwa moyo mkunjufu na mikono miwili. Ujambo na karibu kwenye taarifa yetu ya habari kutoka idhaa hii ya Kiswahili ya Radio Fortune Africa. Jina langu ni Kantona Joseph. Rais wa Marekani Donald Trump ameyasifu mafanikio ya kombe la dunia ya mwaka 2026 baada ya kuhudhuria fainali ya mashindano hayo hiyo jana. Trump amesema kwenye kwake yeye mshindi halisi wa mashindano hayo makubwa ya soka huenda akawa Marekani kutokana na jinsi ilivyojiandaa kwa ufanisi mkubwa katika michuano hiyo. Takribani mashabiki 80,663 walihudhuria mechi hiyo ya fainali kati ya Hispania na Argentina katika uwanja wa New York, New Jersey, ikikadiriwa kuwa watu bilioni 1.5 duniani walifuatilia mechi hiyo. Tukio la FIFA lilikuwa la ajabu na la kipekee. Hakujawahi kuwa na tukio kama hilo, labda tukilinganisha na matukio mengine yoyote. Achilia mbali soka au mpira wa miguu, vyovyote vile unavyotaka kuliita, lakini kwangu lilikuwa tukio la ajabu. Lilikuwa kubwa mara 4 zaidi ya mashindano yoyote ya FIFA yaliyowahi kufanyika hapo awali, na kwa kweli hivyo tunajivunia nchi yetu. Tunajivunia sana kazi iliyofanywa na kila mtu. Tunawapongeza rais wa FIFA Gianni Infantino na wafanyikazi wake wote kwa kazi hiyo nzuri na ya kipekee waliyofanya. Tukio hili limeonyesha nchi yetu katika taswira mpya na ya kipekee, na nafurahi kwamba nyote mlifurahia. Niliona la FIFA lilikuwa la ajabu. Ni sauti yake rais wa Marekani Donald Trump hapo akitoa pongezi kutokana na mechi ilivyochezwa na maandalizi mazima ya kombe la dunia katika ardhi ya Marekani, wakati ambapo Uhispania wameibuka ushindi na kuweza kuwapiku mabingwa watetezi wa kombe hilo ambao walikuwa ni taifa la Argentina kwa goli moja komboa ufe, na kusababisha wao kupata nafasi ya kunyakua kombe hilo kwa mara ya pili mtawalia, ambapo hivi sasa ninakuchorea tu taswira vile mambo yalivyokuwa katika uga huo wa New York, New Jersey Stadium, ambapo Hispania ilistahili kushinda fainali ya kombe la dunia baada ya ushindi mwembamba dhidi ya Argentina iliyobaki na wachezaji 10, huku bao la Ferran Torres katika muda wa nyongeza likivunja upinzani wao. Mabingwa wa Ulaya walitengeneza nafasi bora zaidi dhidi ya mabingwa watetezi wa dunia ambao kwa kiasi kikubwa walitegemea mbinu za kuchelewesha mchezo na kuharibu kasi ya wapinzani. Enzo Fernandez alitolewa kadi ya nyekundu muda mfupi kabla ya mchezo kuingia katika muda wa nyongeza. Kwamba mabingwa watetezi Argentina, mabingwa wa Ulaya Hispania wameenda mapumzikoni ya kipindi cha kwanza wakiwa sare ya 0-0 katika fainali hizi za kombe la dunia mwaka huu wa 26 na uchezwa kwenye uwanja wa New York Jersey hapa. Wherever you are tuning, dear listener, as I have always said, beneath a sky heavy with history, under the uncompromising glare of this stadium lights, the talking must finally come to an end. Dozens started the journey, but tonight only 2 empires remain standing on the edge of the footballing universe. One match, one trophy.
One fleeting moment to separate the transient from the immortal. For one side, it will be the sweet, intoxicating taste of absolute rapture. For the other, the cruel and yielding sting of the what might happen in this field. The stage is set. The actors are ready. The script is blank, waiting to be written in strokes of genius or agonizing accident. This is the final, and it belongs to history. Mchezo huo uligeuka kuwa pambano la nguvu, tahadhari badala ya soka ya kuvutia. Wakati huo, mbali na uwanja, finali hiyo ilikuwa ya kipekee kwa shamra ya kuwepo na mastaa mbalimbali. Rais wa Marekani Donald Trump aliwasili New Jersey kwa msafara wa helikopta kabla ya mchezo kuanza, huku Shakira, Madonna na Justin Bieber wakitumbuiza katika onyesho la kwanza kabisa la mapumziko ya kipindi cha kwanza katika historia ya kombe la dunia, na kufanya mapumziko hayo ya dumu kwa dakika 27. Katika mchezo uliokuwa na makosa mengi na kusimamishwa mara kwa mara, Hispania ilionekana kuwa bora zaidi, huku Lamine Yamal na Mikel Oyarzabal wakimlazimisha Emiliano Martinez kuokoa mipira muhimu katika kipindi cha kwanza. Kimeshuhudia ushindani mkubwa ipatie fursa. Referee anasema nini hapa msikilizaji? Referee anasema kwamba huyu Martinez kapyogwa hapa msikilizaji. VAR yaamue. VAR yaamue ama vipi hapa hivi? Kwa sababu bwana hivi kuna pale burushani pale kwenye lango msikilizaji. Kaanguka pale namba 19 huyu Merino. Kampyoga huyu ambaye ni Martinez. Kuja kuupiga ule mpira ambaye ni kijana ambaye ni Williams. Referee anasema nini hapa? Kuna pata shika pale kwenye lango msikilizaji. Nguo kuchanika. Sema kwamba kafyogo hapa msikilizaji. Tusikie kwamba VAR anasema nini hapa msikilizaji. VAR anasema nini hapa? Safari bado. Safari bado. Safari bado. Referee anasema nini hapa? Zungumza bali na wale wachezaji. Anasema kwamba mpamaji aishi kutapatapa. Mpamaji alijiangusha. Huyu mchezaji alijiangusha mwenyewe. Mpamaji aishi kutapatapa. Kuna kucha kulichele. Afatai Arazaki. Kuna kucha kulichele Afatai Arazaki. Safari bado. Mlinda mlango wa Argentina Emilio Martinez aliendelea kuwa tegemeo la timu yake alipookoa kwa ustadi mkubwa mpira wa adhabu wa Lamine Yamal katika sekunde za mwisho za muda wa kawaida. Pia aliokoa kichwa cha Nico Williams katika muda wa nyongeza, lakini baadaye Williams alifunga bao ambalo lilikataliwa kutokana na Mikel Merino kumfanyia madhambi Nicolas Otamendi wakati wa kutengeneza shambulizi hilo. Msikilizaji, kamba ukatikia pabovu. Kamba ukatikia pabovu. Kamba ukatikia pebamba. Kwa kawaida kamba ukatikia mahali ampalipo pabaya. Pebamba. Kalamu ya Mungu haikosi. Kalamu ya Baba huwa haikosi. Mekuwa nikivanga ito msikilizaji.
Imekuwa ni kivanga ito msikizaji. Huyu kijana ambaye ni Ferran Torres anapokea assist nzuri kwake kutoka kwake kijana ambaye ni Nico Williams. Kijana huyu ambaye ni miaka 24, Nico Williams, mchezaji wa Athletic Club. Nico Williams left wing msikizaji, anampakulia pasi nyerezi kijana ambaye ni Ferran Torres, mchezaji wa Barcelona, miaka 26. Anamuuliza huyu kijana ambaye ni Martinez, wewe unachezea Aston Villa Uingereza, na kuelewa vizuri Emiliano Martinez, miaka 33, nakujua vizuri. Salamu alaykum. Kijana anasema bwana, salamu alaykum. Alaykum salam. Kajigeuza cha chandu kujipalia makaa. Kajigeuza cha chandu kujipalia makaa. Kwa kweli ashushae hushushwa. Kwa kweli ashukae hushushwa. Unasikiza idhaa ya Kiswahili ya Fortune Africa, kombe la dunia. Mshambuliaji wa Ufaransa Kylian Mbappe ameandika historia kwa kuwa mchezaji wa kwanza kushinda kiatu cha dhahabu cha kombe la dunia mara mbili baada ya kumaliza akiwa mfungaji bora wa mashindano ya mwaka 2026. Mbappe alifunga mabao 10 katika mechi 8 akimzidi Lionel Messi katika mbio za kutafuta taji hilo baada ya kufunga mabao 8 na kushinda kiatu cha dhahabu katika kombe la dunia Qatar 2022. Mbappe sasa ameshinda tuzo hilo katika kombe la dunia mfululizo. Mchezaji huyo mwenye umri wa miaka 27 pia amekuwa mchezaji wa kwanza kufikisha mabao 10 katika kombe la dunia tangu Gerd Müller wa Ujerumani Magharibi alipofanya hivyo mwaka 1970. Ni Jasa Fontaine wa Ufaransa alifunga mabao 13 mwaka 1958 na Sonda Konskis wa Hungary alifunga mabao 11 wakati mwaka 1954 pekee waliowahi kufunga mabao mengi zaidi katika mashindano. Mbappe pia sasa ndiye kinara wa mabao wa muda wote katika historia ya kombe la dunia kwa wanaume akiwa na mabao yapata 22, bao moja zaidi ya Lionel Messi. Mabingwa wa dunia Hispania walitoa tuzo nyingi za mashindano hayo, huku nahodha wao Rodri akishinda mpira wa dhahabu kama mchezaji bora wa mashindano. Mbappe alimzidi Messi kwa mabao baada ya kufunga mara 2 katika mchezo wa kuwania nafasi ya 3 siku ya Jumamosi. Hata hivyo, mabao hayo hayakuizuia Ufaransa kupoteza kwa mabao 6-4 dhidi ya Uingereza na kumaliza nafasi ya 4. Rais wa Marekani Donald Trump siku ya Jumapili amesema awamu ya 6 ya mashambulio ya nchi yake dhidi ya Iran yalikuwa ya jibu ya wanajeshi wa Marekani waliouawa nchini Jordan na Iraq. Wanajeshi wa Marekani aliuawa Jumamosi Julai 18 kaskazini mwa Iraq baada ya shambulio la kilipuzi kutoka kwa ndege isiyokuwa na rubani ya Iran. Wanajeshi wengine 2 wa Marekani waliuawa hivi karibuni nchini Jordan. Wazalendo walipigana kule nje kuhakikisha kwamba Iran haiwezi kawa na silaha za nyuklia. Iran imeharibiwa vibaya sana. Wamepoteza sehemu yao kubwa ya kijeshi. Ni sehemu chache tu imesalia. Bado wana baadhi ya makombora na droni. Bado wana uwezo wa kujenga silaha japokuwa sio mkubwa sana. Tunadhibiti mlango wa bahari wa Hormuz. Hakuna kitu wanachokidhibiti na tunaona nini kitafanyika. Lakini usiku wa leo tuliwapiga kwa nguvu kubwa sana kama njia moja ya kutoa heshima kwa wanajeshi wetu 3 wazalendo sana. Sauti yake Rais wa Marekani Donald Trump. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Marco Rubio amesema mashambulio mapya ya nchi yake dhidi ya Iran yanalenga kudhoofisha uwezo wa Tehran kushambulia meli katika mlango bahari wa Hormuz. Iran kwa upande wake imeendelea kushambulia miundombinu ya Marekani katika mataifa ya Ghuba.
Eneo la bahari la Hormuz linatakiwa kuwa wazi, bila malipo, bila mashambulio na vitu vyote wanavyofanya dhidi ya meli. Hawawezi kuwa na mkataba wa maelewano na wanakiuka masharti yake. Nitakachosema ni kuwa Marekani inasalia tayari kwa suluhu la kidiplomasia. Tumejaribu mara kadhaa na tunaendelea kujaribu. Mlango huo ukifunguliwa, tutafurahi kuona ukifunguliwa, lakini wanaendelea kutuma viashiria kwamba wanataka mazungumzo, lakini sisi tunajibu tabia yao ya mashambulio ya makombora na droni dhidi ya meli. Ni taarifa ya habari kutoka idhaa hii ya Kiswahili ya Radio Fortune Africa. Tunakuomba simama kituo kufikia malengo yetu ya ratibu katika hatua ya kuweza kununua transmitter na vile vile kupeperusha matangazo yetu kwa njia ya FM. Unaweza wasilisha mchango wako kupitia paybill number ni 625625, account number ni 012450 85217800 au till number ni 45614668. Unaweza vile vile tembelea kwenye ukurasa wetu wa Facebook, kuna link pale ambayo ni ya PayPal, link ambayo itakuelekeza, ukibonyeza kwamba inasema kwamba donate au guest, itakuelekeza kwenye ukuta wetu wa PayPal, alafu baadaye unacheza kama wewe. Polisi nchini Burundi wamedhibitisha kufariki kwa watu wasiopungua 8 katika tukio la mkanyagano wakati wa mkutano wa kidini jijini Bujumbura. Vimetokea baada ya maelfu ya watu kuhudhuria mkutano wa mhubiri maarufu Chris Ndikumana, ambaye mtandao wake wa YouTube una zaidi ya wafuasi milioni 1. Kulingana na mashuhuda, tukio hilo lilitokea wakati waumini hao walipotaka kuondoka kwa wakati mmoja baada ya mkutano huo kukamilika, hali iliyopelekea mkanyagano huo. Kwa mujibu wa taarifa ya polisi, mbali na vifo hivyo, waumini wengine 9 walijeruhiwa. Hata hivyo, waandaaji wa mkutano huo hawajatoa tamko lolote kuhusu taarifa ya vifo na majeruhi. Makanisa ya Kievanjelisti yameendelea kuongezeka kwa kasi barani Afrika, huku matukio ya mikanyagano yakishuhudiwa katika mikutano kadhaa mikubwa ya kidini katika miaka ya hivi karibuni. Wanajeshi 50 wa Mali wameripotiwa kuuawa katika mashambulio ya kushtukiza yaliyotekelezwa wikendi iliyopita na wapiganaji wa Tuareg wakishirikiana na wale wa kijihadi kaskazini mwa mji wa kimkakati Anefis. Shambulio dhidi ya msafara wa jeshi la Mali uliokuwa ukitokea Anefis lilitokea mwishoni mwa wiki iliyopita na linafuatia majuma kadhaa ya mapigano, kila upande ukijaribu kuwa na udhibiti wa eneo hilo. Mwanzoni mwa mwezi Julai, wapiganaji wa Tuareg na wanajihadi wenye uhusiano na mtandao wa Al-Qaeda Jenim waliuteka mji huo na kuzunguka kambi za jeshi la Mali na wapiganaji mamluki wa Urusi. Kwa mujibu wa vyanzo kutoka jeshi la Mali, vinasema idadi ya wanajeshi waliouawa huenda ikaongezeka, huku vikithibitisha uwepo wa majeruhi, huku wanajeshi wa Urusi ambao walikuwa wamefika mji wa Gao wakiwa hawajapata maafa yoyote kutokana na shambulio hili. Nchi ya Mali imekuwa ikiongozwa na wanajeshi tangu ilipofanyika mapinduzi mfululizo mwaka 2020 na mwaka 2021, na tangu wakati huo jeshi limekuwa likikabiliwa na tishio kutoka kwa waasi wa Tuareg na wanajihadi wa Kiislamu wa kundi la Jenim kaskazini mwa nchi hiyo. Nchini Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, mwezi Juni umeshuhudia kushuka kwa visa vya utovu wa usalama, kwa mujibu wa shirika la Kivu Security Tracker linalotathmini hali ya usalama mashariki mwa taifa hilo. Visa vya utovu vimeshuka kwa 19% kwa kipindi cha mwezi Juni katika mikoa ya Ituri, Kivu Kaskazini na Kusini, ambapo kutoka matukio 305 mwezi Mei, visa 247 ndivyo vilivyoripotiwa. Shirika la Kivu Security Tracker linasema pamoja na kushuka kwa visa hivi, haibanishi kuwa hali ya usalama imeimarika, na kusisitiza kuwa hali ya raia wa kawaida inaendelea kuwa mbaya. Aidha, licha ya kushuka kwa visa vya uhalifu, ripoti ya shirika hilo inaonyesha kuwa waasi wa M23 wanasalia kuwa hatari kubwa, hasa kwa usalama wa raia, huku kundi la ADF likiendelea kuchukua maeneo zaidi, ambapo sasa hivi wamefika katika mkoa wa Ho-Uele. Katika mwezi huo wa Juni, raia 114 wameripotiwa kuuawa na wengine 17 kutekwa katika wilaya Masisi na Rushuru, wengi wakiwa ni raia wanaodaiwa na waasi wa M23 kuwa wanashirikiana na makundi ya wazalendo au FDLR.
imekuwa ni sehemu ya taarifa ya habari kutoka idhaa hii ya Kiswahili ya Radio Fortune Africa. Naitwa Kantona Joseph na kutakia kila laheri kwenye vipindi vyetu vinavyoendelea. Lakini kabla ya kuondoka hapa studioni, basi niruhusu ni kupatie kiziba mkonga ambacho ni cha awamu hii, ili uweze kuwa na nafasi nzuri ya kuwa na uelewa unapoanza siku yako. Siku hii ni kipi cha kufanya? Ishi na ufurahie leo kikamilifu, kwa maana jana imekwisha na hakuna aliyehakikishiwa kesho. Ishi na ufurahie leo kikamilifu, kwa maana jana imekwisha na hakuna aliyehakikishiwa kesho. Hicho ndicho kiziba mkonga cha sasa.